hela. Mwanaume ananipa hela, ananipa kila kitu. Imetokea siku ananiomba kinyeo. Mimi ni nani nimnyime? Mimi ni nani nisimpe? So huyu bidada bwana ambaye amejitangaza au ametoa hiyo content kupitia ukurasa wake wa mitandao ya kijamii kama vile Instagram na TikTok ni kwamba tayari Mheshimiwa Dorothy Gwajima ameshaamua kumchukulia hatua za kisheria dhidi ya hicho ambacho amekifanya, kwani ni moja kati ya vyanzo au ni moja kati ya vitu ambavyo vinachochea mmomonyoko wa maadili bwana katika jamii. Sasa Mheshimiwa Dorothy Gwajima akiwa kama waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum amelivalia njuga swala hili na kuamua kuchukua hatua za kisheria dhidi ya huyu bidada moja kwa moja kuhusiana na makosa hayo ambayo ameyafanya. Lakini kitu ambacho kimetufikia au habari ambayo imetufikia hivi karibuni hapo ofisini kwetu ni kwamba bidada huyu bwana ameamua kuja kujitokeza na kuomba radhi kwa kile ambacho amekifanya, na ameelezea dhamira na sababu ya yeye kufanya hayo yote, na amemuomba Mheshimiwa Dorothy Gwajima, lakini pia vile vile ameomba radhi kwa jamii kwa ujumla kwa hayo makosa ambayo ameyafanya. So nataka hapo umsikilize binti huyu alivyojitokeza kwa ajili ya kuomba msamaha kwa kile ambacho amekifanya. Mimi sikujua kama kinachokifanya ni kibaya. Kweli ni kosa, lakini sikujua kama itakuwa hivyo kama ilivyokuwa, kwa sababu mimi nilikuwa nafanya like kama kuchekesha, kuongea tu ujinga, masiala kwa ajili pia comment pamoja na like. Lakini naomba nisamehe sana mama. Binafsi sikujua kama hii video itakuwa na maneno makali au maneno ambayo kusema kwamba naharibu maadili. Sikujua, nilijua tu katika hali fulani ya kutengeneza content. Binti anasema kwamba kile alichokisema yeye hakuwa anajua kama kinaharibu maadili. Yeye alichokuwa anakifanya ni kwa ajili tu ya kutengeneza content, apate likes, followers bwana na comment. Naomba nisamehe, pia naomba baadhi ya watu nisameheni kwa kukosea. Siwezi kurudia na tayari nimeshaifuta. Siwezi tena kurudia. Samehe sana mama. Nilikuwa katika hali tu ya utafutaji. Hali ya kupata comment, hali ya kujiingizia followers. Naomba nisamehe. Na swala la mama, kweli mimi na mama na mtoto pia. Najua hata mamangu hawezi kupendezwa na hiki kitu ambacho nimefanya. Lakini sikufanya kwa makusudi. Nimefanya kama kupata komenti na like na followers. Naomba nisamehe sana mama. Nimeona ile video ulivyoniposti asubuhi. Nilishindwa kufanya chochote kwa sababu muda huo nilikuwa katika hali ya kuchanganyikiwa. Lakini naomba nisamehe sana. Siwezi kurudia. Mimi sikujua. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana kuhusiana na huyu binti na kile ambacho amekifanya. Lakini pia vile vile bwana, video ile ilimpatia umaarufu kwa sababu alipata baadhi ya interviews. Kuna wadau walikuwa wanamfuatilia kwa karibu zaidi na vitu vingine kama hivyo, lakini at the end of the day bwana, kumbe serikali ilikuwa haijapendezwa na kile ambacho amekifanya. Sio serikali tu, hata jamii pia kwa ujumla ilikuwa haijapendezwa hata kidogo na maneno au kauli ambazo binti huyu alizitoa katika video ile. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa hapa nataka nikusomee baadhi ya comment ambazo zimejitokeza baada ya binti huyu kujitokeza na kuomba radhi kwa hayo yote ambayo ameyafanya huko mtandaoni.
Kwanza kabisa Mheshimiwa Dorothy Gwajima mwenyewe ameandika kwamba wewe jilete mwenyewe na hii video kwa SMS kuja kwa kaandika hapo namba, kwa sababu bwana, nina maswali mengi sana kwako kabla sijajibu hii hoja yako. Umeona bwana, lakini kuna mwingine anasema bwana, kama utani ushajipata sasa hivi utanunua gari kabla yangu. Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mwingine hapa anasema bwana, ukiona tu mama kaposti na kuandika picha mjongeo kwisha habari yako. Kuna mwingine anasema bwana, kila mtu akiitwa na mheshimiwa anakuaga hajui kama alichokifanya ni kosa. Namshukuru sana huyu mama, ana roho ya huruma, la sivyo mnaharibu jamii alafu mnataka kusamehewa. Umeona, kuna mtu ameandika hivyo. Alafu then Mheshimiwa Dorothy Gwajima akaja akaijibu hiyo comment katika kwamba bwana, ameandika kwamba unayezingua ni wewe ambaye huhamasishi mlio na tabia njema kwenda msafara wa kuwaona wazazi wake na viongozi wake wa dini na wazee wa hekima mtaani kwake. Maana yake ni kwamba huna msaada. Kuna bidada hapa anaitwa Jacqueline anasema kwamba bwana, alikuwa huyu dada anataka comment na likes tu, maskini ya Mungu. Kuna mwingine anasema bwana, sasa hivi ndio unachekesha sasa, we subiri. Kuna mwingine hapa ameandika kwamba bwana, content gani jamani, unaifanyaje tena huyu, nimepitiwa. Kuna mwingine amesema kwamba bwana, misamaha imezidi, hawa ni wa kuwajibishwa tu. Siku hizi mitandao ya kijamii inatumika vibaya sana aisee, hadi kuna muda unajiuliza kwamba huyu ni binadamu wa kawaida au ana wazazi, na ndio ana wazazi au ndugu, au dunia hii ni ya kwake yeye mwenyewe. Kuna mwingine amesema kwamba bwana, ya Mungu mengi. Kuna mwingine anasema bwana, kalilie pembeni huko, nina wageni hapa shenzi nini. Kuna mwingine ameandika hivyo. Kuna mwingine anasema bwana, mimi naona anajichekesha tu huyu bidada. Kuna mwingine hapa amekuja amecomment, anaitwa Derek, anasema kwamba mama Gwajima, naomba ushauri, kwani kitendo cha kufanya matendo kinyume na maumbile ni kosa, na kama ni kosa, mbona mashoga wamezidi kuwa wengi na wachukuliwe hatua? Mama, huu ni mtazamo wangu tu, naamini kwamba umelipokea na utalifanyia kazi. Kuna mwingine hapa anasema kwamba bwana, msichana mzuri, tabia zake ni msiba. Kuna mwingine anasema bwana, mbona inaonekana kama vile ndo tabia yako. Kuna mwingine hapa anasema bwana, klipu yako ikishakuwa picha mjongeo, mama akaiposti, umekwisha. Kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana, huyu binti hakuna kumhurumia, kwani huruma si malezi. Hayo ni maoni ya wadau, wanataka binti asurubiwe. Ukiwa kama mdau na wewe pia una nafasi ya kuweka maoni yako katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.